Na Mheshimiwa Edwin Swale, Mheshimiwa Mariam Nyoka na Mheshimiwa Haidar Sumri wajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, na mimi nianze kuchangia hotuba hii ya Wizara hii ya Kilimo ambayo ni hotuba muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote kabisa niseme kwamba nilikuweko hapa ndani wakati Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anakuja kuhutubia bunge kwa mara ya kwanza, na nikiwa kama mbunge wa awamu ya pili naweza kusema kwa ushahidi Daktari Samia anawapenda sana wakulima wa Tanzania, na hata Chama cha Mapinduzi kinawapenda sana wakulima wa nchi hii, kwa kiwango ambacho Mheshimiwa Rais ameongeza bajeti, kutoa ruzuku ya mbolea, kununua mahindi. Ni dhahiri Daktari Samia anawapenda wakulima wa Tanzania. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo kwa hotuba yake nzuri iliyoonyesha dhamira ya kweli ya kuwasaidia wakulima wa Tanzania. Na nimpongeze pia Mheshimiwa Silinde na wataalamu wote wa hii wizara akiwemo na Katibu Mkuu ndugu yetu Mweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaongea mambo matatu tu kwa asubuhi ya leo. Jambo la kwanza, nianze na ushirika. Nimesoma kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri ukurasa 117 mpaka 124. Wameongea wa kuhamasisha wananchi wafungue SACCOS, vikundi viunde SACCOS na kadhalika. Ushauri wangu kwa serikali, ndugu yangu Dr. Ndiege najua ananisikia vizuri sana. Tatizo kwenye ushirika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vyama vya ushirika kuwaibia wakulima. Kule Njombe kwa mfano, maeneo mengi vyama vya ushirika vimeibia wakulima fedha. Lupembe wananchi wangu wameibiwa fedha. Makambako ambako Mheshimiwa Waziri pale chama cha ushirika kimekula fedha za wakulima. Ukienda Ibumira, ukienda Njombe. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, kwenye hotuba hamjasema mna mpango gani wa kuwasaidia wakulima walioibiwa fedha zao kwenye ushirika ziweze kurejeshwa. Hili jambo muhimu sana, mje na huo mpango mahususi, mtuambie wakulima hawa kabla ya kuhamasisha kufungua SACCOS zingine, tuambieni wananchi ambao hela zao zimeibiwa mnawasaidiaje fedha iweze kurudi. Jambo la pili ni kuhusu zao la parachichi. Sisi mkoani Njombe kama wakulima wa zao la parachichi, wananchi wengi wanalima haya matunda. Changamoto kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni juu ya uhifadhi wa mazao ya parachichi. Na wananchi wa Lupembe wamenituma niombe sana serikali kwenye mpango wake ambao inakwenda nao watusaidie kujenga cold rooms kwa ajili ya kuhifadhi matunda ya parachichi, ili kusudi yaweze kuwa na bei nzuri, yasiuzwe kwa kutupwa kama sehemu ya reject. Hii ni hoja muhimu. Jimbo la Lupembe wanaomba kujengewa cold room, na hata wananchi wa Makambako kwa Mheshimiwa Waziri pia wanahitaji cold room kwa ajili ya matunda ya parachichi. Jambo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni zao la chai. Niipongeze sana wizara hii. Nimesoma kwenye hotuba, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, zao la chai limeandikwa angalau kwa peji 4. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Umeandika peji 4 kujadili zao la chai. Na hapa nimpongeze sana pia mkurugenzi wa bodi ya chai, dada yangu Beatrice Banz. Wameandika mipango humu kwenye hotuba hii kwamba wana mpango wa kukwamua zao la chai. Ombi langu Mheshimiwa Waziri, wananchi wa Lupembe wamelia kwa muda mrefu kutaka kiwanda chao kirejeshwe, na kuomba Mheshimiwa Waziri, mmesema kwenye taarifa hii mkirudi ofisini baada hii bajeti, karejesheni kiwanda cha wakulima Lupembe tuweze kwenda mbele. Jambo la pili, mmesema zao la chai duniani bei imepanda kutoka shilingi 2450 mpaka shilingi 4000. Nataka niombe sana serikali, badala ya kujadili kupunguza bei ya chai, tufikirie kuongeza bei ya wakulima wa chai hapa nchini. Lakini jambo lingine pia kwenye chai, sisi watu wa mkoa wa Njombe mnaweza msituelewe. Tunaposema kuhusu viwanda vya Dielo, hatusemi personal. Viwanda hivi vilichukuliwa vikiwa vinafanya kazi. Baada ya viwanda vyote vile kuwa vimechukuliwa, sasa havifanyi kazi. Nimesoma kwenye taarifa kwamba mnakwenda kufanya tathmini. Mheshimiwa Waziri, nendeni mkafanye tathmini viwanda vya chai. Kama wawekezaji hawa wamekiuka masharti, mchukue hatua, wapewe watu wengine. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa asubuhi pia niseme kuhusu pembejeo za wakulima.
wananchi wetu ni kweli wanapata mbolea, wanapata mbegu, lakini pia masoko ya uhakika kwenye mazao ambao wanavuna. Bei ambao wanalima na bei ambao wanauza, Mheshimiwa Mwenyekiti, haviendani. Tungeomba serikali iwasaidie wakulima wapate bei nzuri ya kuuza mazao yao. Baada ya ujenzi, Mheshimiwa, tatu, naunga mkono hoja hii ipite kwa kishindo ili waziri akafanye kazi yake. Asante sana. Asante sana.